Mimi mwenyewe binafsi huwa naumia sana. Mchezaji professionalism kabisa. Professional. Anatoka nchi. Anakuja Tanzania fanaye kwa bench. Unajua engo ni pana. Mchezaji wa kigeni anapokuja kwenye nchi ya kwetu mathalan, value yake ni kubwa sana. Na mimi naamini mpaka leo mshahara unaopata Kouma ni tofauti na mshahara unaopata Mudathir Yahya Abbas. Mimi naamini hivyo. Hata mshahara aliokuwa analipwa Bala Conte Ekua, mimi naamini ni mkubwa kuliko kwa wachezaji wetu wazawa. Why wanakaa bench? Maana yake kama wazawa ni bora zaidi kuliko wale wageni, nitaungana na Manara, hakuna haja ya kuleta wazawa. Lakini wazawa wana benefit kubwa sana kwenye mpira wetu wa miguu. Mimi naamini kama sio 100%, basi 90% wameboost sana ligi yetu ya Tanzania. Leo mtu kama Mudathir Yahya Abbas anafanya bato la kupata namba na Duke Abuya. Sisi ndio? Mtu kama Mudathir Yahya Abbas anafanya bato la kumuondoa kwenye kikosi Bala Conte, mchezaji ambaye hivi promotion pia ulifanya ya Bala Conte. Kwa baadaye. Ndio sile AI. AI ilikuwa ni Dumbia. Lakini unaona kabisa mchezaji kama Mudathir Yahya Abbas anapambana kuhakikisha wale wageni ambao tuliwaimba kwa kiasi kikubwa wanaondoka nchini, wanaondoka kwenye timu. Maana yake yeye ni bora kuliko wale. Sasa kama yeye ni bora kuliko wale, why tunatumia nguvu kubwa tunaenda kuleta wa kigeni? Lakini bado nitakuja na hoja kwamba wa kigeni wamechangia kiasi kikubwa ligi yetu kupanda thamani, wamechangia kwa kiasi kikubwa wachezaji wetu wazawa kupanda kwa viwango vya uchezaji kwenye timu zao. Yes. Kwa bora manake elimu itolewe, kwa maana watu wa scouting, kwa maana kama anachukua wachezaji wa kigeni bora achukua chache ambao ni quality. Kama sio unaweza ukaleta wote wengi, lakini sasa wawe na uhakika unaotuletea kwamba ni wamba kweli kweli. Kwa nini tukulaumu kwa Pacome? Kwa nini tukulaumu kwa kina Stefano Aziz Ki, kwa kina Yao Kwasi, kwa kina Diara? Nani umemtaja? Nani? Mayele, yes, exactly Mayele. Lakini kwa nini tulaumu kwa kina Depu? Kwa kina wao kweli? Kwa sababu ni wachezaji wa kigeni waliyekubwa, licha ya kulipwa mshahara mkubwa, lakini wamedeliver, wametuonyesha kitu, wamewapa chacho. Umemgusa mtu kama Fiston Kalala Mayele. Ni mchezaji ambaye alikuza kiwango kikubwa cha George Mpole. George Mpole kama ingelikuwa Mayele yachezi timu kubwa, basi George Mpole angekuwa ni top scorer.